kabisa, waumini bila kufunga. Mtu anatukana mwezi wa Ramadhani bila kufunga. Watu wanaimba mwezi wa Ramadhani lakini si mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao waumini wameandaliwa kwa ajili ya kutuma heri. Haya ndugu zangu Waislamu, matatizo kama haya, mambo kama haya, ikiwa tunaendelea nayo basi itakuwa funga yetu haina faida yoyote. Tunabakia na njaa na kiu, tukisubiri jioni kukila, alafu faida yake haipatikani. Lakini ndugu zangu Waislamu, na hadithi ambayo tumesoma, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na kaangalia kisimamo cha usiku kwa ni sunna, kwa maana swala ya tarawih hii ni swala ambayo imesisitizwa sana, imeongezwa. Lakini ajabu ya waumini na Waislamu wa leo, wanaoswali tarawih ni wakuwatima, umri swaki na wanapapenda labda wanaonekana, lakini asilimia kubwa subiri siku ya kwanza ya pili mpaka ya tano katika ukuu misikiti inagaa kuanzia magharibi hata makopa kukigeuka katikani, lakini baada ya hapo sasa wanataka hii ndio kitu kinachotoleza nini wakati wenzetu walikuwa kilia na kusunika Ramadhani na kumalizika, kwa maana kila siku zikakamele wao walikuwa na kipindi zaidi kuliko mwanzo. Na ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anafunga mmoja katika kumi la mwisho. Leo sisi kwa kumi la mwisho ndio tumegomeka hatuongea msikiti umekuta upe. Wasalimi ni wale wale ambao bakia mshukuru sababu kwenye misaa kwenye tarawih ndio hao wanaokuta. Wale bakia wote wako nje, tuko kwenye TV, tuko kwenye mambo mengine ya rasa ya mchezo na Qur'an na maana. Ukimtazama muumini Muislamu anachokifanya ukijua hakieleweki. Sasa ndugu zangu Waislamu, tubadilike, kwa sababu hakuna uhakika kwamba Ramadhani hii tumediriki. Tukidiriki hakuna uhakika ya magari kwamba tutaifika kwenye tukapelekea kama hivi. Tubadilike Waislamu. Huu ni mwezi wa kutuma thawabu. Mwezi unaoingilia ni mwezi wa kutuma heri ya kushindana katika heri. Kuwa mwepesi mkono wako kutoa, Allah atakubariki na Allah atakuongezea na kutarajia malipo. Lakini usiwe Waislamu ndio wafundikaji wakubwa. Unamkuta mwenzako jirani yako chakula kinamshinda, wewe unataka chakula. Unakula unamaka yeye kinamshinda chakula, hapo nini? Hii imani kwa hii imani yetu kwa Waislamu iko wapi? Kama tunafika hivi kwamba wewe humjali hata jirani yako, humjali ndugu yako, huwajali wazazi wako, wewe unajali wewe na familia yako, mtoto wako na mke wako, basi hapa ndugu zangu Waislamu, kwa namna hii hakuna mahali na tutaharibiwa. Hapa nakuja kila aina ya kipiko cha hukumu wa maisha, kwa sababu thamani ya Uislamu hatuioni, thamani ya Uislamu kwa ndugu zao hawaoni. Tunajiangalia sisi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni mwezi ambao tunakutanisha aliyefunga Allah humlipa thawabu sawa na yule mfungaji yule alikutanisha, lakini pia humwacha huru na moto. Lakini maswahaba wakamuuliza Rasulullah, sisi wengine hatuna uwezo wa kukutanisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hata ukamkutanisha mtu kunda na maziwa basi ndio ni sababu gani, lakini kwa yao kazi kubwa kabisa ya sema ndio mambo ya kutanisha na inshallah tunaendelea kufanya kibaya kwa ajili ya mambo mengine za kuwezeka, lakini bado nadhani baadhi ya watu walikuwa hali kutekeleza na bila kutekeleza, lakini bado mama lakini pia tunataka shida baada ya hapo na kupata fulani. Kwa hivyo huko kwa dhaifu kwa Uislamu wote baada ya haya nataka tena tunamkaribisha ndiye kwa ajili ya kuanzia sehemu iliyobakia. Na mimi inshallah hata siku ya Ramadhani itakuwa takriban ndio zetu zinamalizika. Tutarejea hivi kusudia na kupata mambo kwa watu wengine na inshallah tunawaadhimisha Waislamu wa sheria tunataka kuongeza ndio sehemu ya kuongeza. Kwa hivyo wengine baada tunahitaji na tunafikiri sisi sehemu zote timu tunahitaji na ndio na wengine. Alhamdulillah tunao nazo kosa nazo janga huko, lakini mambo mengine kama salama na nini kwa hiyo, lakini tunahitaji sana na tunahitaji dola. Kwa hivyo tunakukaribisha sana.